Manabii walitabiri ujio wa Masia ambaye atatukomboa, ambaye atapitia katika hali ya mateso makubwa kwa ajili ya kutukomboa sisi wenye dhambi. Utabiri wa manabii umekamilika kwa kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, lakini zaidi sana kwa mateso, kifo na hatimaye ufufuko wake. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kubwa ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa upendo mkubwa sana ambao Mungu ameonyesha kwa njia ya Kristo, ndani ya Kristo, pamoja na Kristo. Pengine swali litujialo ni kwa nini Yesu alipata mateso jinsi hii na kufa kifo cha aibu msalabani? Kama tulivyosikia katika somo la kwanza, alidhalilishwa, alinyanyaswa, alifedheshwa, alitemewa mate, ndevu zake ziling'olewa, alipata kila aina ya fedheha. Tunajua Yesu, kitu gani kilimsukuma kupita katika hali ya mateso makubwa? Mungu kutundikwa msalabani uchi, ilikuwa nini? Alisukumwa na nini? Alisukuma kitu kimoja tu, upendo. Upendo. Hakupenda sura na mfano wake vipotee. Yeye alijiona ndani ya nafsi zetu zenye kutawaliwa na dhambi, akajitoa sadaka kuangamiza dhambi ili atuweke huru pamoja naye na ndani yake. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, wote tunajua Mungu akasema, na tumuumbe mtu kwa sura na mfano wetu. Kwa sura ya mfano alimuumba mwanaume na mwanamke, aliwaumba. Lakini binadamu alimuasi. Kutokana na kiburi chake alimuasi Mungu. Kumbe Mungu kwa upendo wake, kwa kuona sura yake ndani ya nafsi zetu, aliona hawezi kufanya namna yote ile. Ilibidi amtoe mwanae wa pekee ili atukomboe. Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 3 mstari wa 16. Jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili atukomboe. Na Kristo katika karamu ya mwisho katika ile sura ya 17 ya Yohane anasema aliwapenda watu wake upeo, ndio maana akajitoa ili afe msalabani kwa ajili yetu sisi. Kumbe ni kwa upendo huu wa kimungu Kristo amejitoa, na ndio hulka ya upendo wa Mungu. Upendo wa kimungu una hulka ya kufisha nafsi na ubinafsi kwa ajili ya jirani. Pendo linajibiwa kwa pendo. Jibu letu ni nini siku ya leo kwa pendo hili takatifu la Mungu ndani ya Kristo? Je, tuendelee kusema asulubiwe au tuseme hozana? Tuendelee kutenda dhambi au tumwongokee Mungu? Jibu sahihi kwetu sote ambao tunamwamini Bwana wetu Yesu Kristo ni kumwongokea Mungu, ni kutubu dhambi zetu. Mzaburi anasema, Bwana kama ungehesabu maovu, nani angeweza kusimama? Sote tuko wakosefu. Wajibu wetu mkubwa ni kumwongokea Mungu, kutubu dhambi. Tukubali kusafishwa na damu ya mwana kondoo halisi Bwana wetu Yesu Kristo, na hivyo kutembea katika nuru, na sisi wenyewe kuwa nuru kwa wengine. Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 8 mstari wa 12. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Tukiwa na Bwana wetu Yesu Kristo, wajibu wetu ni nini? Ni kuwa nuru, kuangazia wenzetu wamtambue Kristo, kuwafanya wengine wamuone Kristo, wamuongokee Mwenyezi Mungu. Wapendwa katika Kristo, kila tunapotenda dhambi na hasa tunapokubali kuongozwa na mambo ya kidunia, uasherati, uzinzi, ufisadi, uchawi, ushirikina, wivu, hasira, choyo, mafarakano, chuki, husuda, ulevi na ulafi, tunalisaliti pendo la Mungu kama Yuda. Tunalikana pendo la Mungu kama Petro ambaye alimkana Yesu mara 3. Na tunalifisha pendo la Mungu ndani ya roho zetu kama Pilato
ambaye alijua kabisa Yesu hana kosa, akamhukumu kuwa anakosa. Tusimame imara katika imani. Tunapomwongokea Mungu, tunalihuisha ile pendo la Mungu ndani, kama mama Bikira Maria alivyompokea Kristo ndani yake. Tunalihifadhi pendo hilo la Mungu ndani yetu, kama Yusufu Arimathaya, tumesoma katika maandiko matakatifu hivi karibuni, alivyouchukua mwili wa Yesu na kuuhifadhi, na wale wote ambao wametenda matendo mema wanaosifi katika maandiko matakatifu. Tunalihuisha ili pendo tukikubali kuongozwa na Mungu Roho Mtakatifu. Matokeo yake ni nini? Ni upendo, ni furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Galatia sura ya 5 mstari wa 22 hadi wa 23. Lakini tunasoma vile vile waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 13 mstari wa 13, anasema imani, matumaini na mapendo, lililo kubwa zaidi ni nini? Ni upendo. Tumetulihuisha ili pendo la Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuishi upendo. Tusimame imara katika imani. Mateso haya ya Kristo yatupelekee kumtafakari Kristo anayeteswa ndani ya nafsi za wenzetu, wagonjwa, nasa kwa namna ya pekee waathirika, watoto yatima na wajane ambao haki zao zinadhulumiwa, hasa wajane. Ndugu wa marehemu mume akishafariki, wanavyotoa macho kukodolea mali ambazo ameziacha marehemu, na hata kuacha wajane katika hali ya mahangaiko makubwa, ni unyanyasaji wa hali ya juu. Watoto yatima wanavyonyanyaswa katika familia. Tumtambue Kristo katika hawa watu, walemavu na maskini, na kwa namna ya pekee wafungwa. Tutahukumiwa, ndugu zangu, kwa jinsi tusivyowatendea wenzetu yaliyo mema. Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 25 mstari wa 34 hadi 45. Mwito kwetu sisi sote, tufungue macho yetu, tufungue masikio yetu kuwaona hawa ndugu zetu ambao katika hali ya mahangaiko na mateso. Na kamwe, kama ambavyo natoa mwito mara kwa mara, tusijinufaishe na shida za wenzetu. Kamwe tusifanye hivyo, ni dhambi kubwa. Wagonjwa wanakuja hospitalini, mtu anasema ni fursa. Mahakamani mtu anataka haki, anasema ni fursa, utoe rushwa. Mashuleni, kwenye vyuo, rushwa. Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yatukumbushe tusijinufaishe na mateso ya wengine. Tusimame imara katika imani. Tuyakubali na kuyapokea mateso yetu kwa imani, matumaini na mapendo, kama njia ya kushiriki msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo, amekuwa ndio njia, ndio ukweli na uzima wetu. Anasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 14 mstari wa 27. Mtu akitaka kunifuata, ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake anifuate. Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 6 mstari wa 17 anasema na uchukua mwili wa Kristo ndani yangu. Anasema mimi kwangu kuishi ni Kristo. Tunamwishi Kristo aliyeteswa, akafa na akafufuka. Hatumuishi Kristo aliyefufuka tu. Kufufuka kwake kumekuja kwa mateso, kifo, hatimaye ufufuko. Nyakati zetu hizi tuwe makini kwa namna ya pekee. Wahubiri wengi wanaokuja na mahubiri yao, kutokana na mahangaiko yetu ya kibinadamu na kuhangaika huku na kule, wanatuhubiria Kristo ambaye sio wa mateso. Njoo ufunguliwe kila kitu, laana zote, sijui vitu gani. Hapana. Huyo sio Kristo aliyetabiriwa. Mmesikia somo la kwanza, nabii Isaya ametabiri Kristo aliyeteswa, akafa na akafufuka. Tuyazungumzieje mateso yetu?
tuyazungumzieje mateso yetu? Ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo hakuja kuondoa mateso. Hakuja kuondoa mateso. Wale wahubiri wengine hawezi kutamka sentensi hii. Hakuja kuondoa nini? Mateso. Lakini alikuja kuyapa maana mateso. Kwamba tunaposhiriki mateso kwa moyo wa imani na matumaini, tunashiriki msalaba Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kama binadamu lazima tuendelee kusali, kumuomba Mwenyezi Mungu, naomba uniondolee mateso haya, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe.